Naam, kwa mara ya kwanza ndani ya chumba cha mahakama, Tundu Lissu ameitaja ofisi ya Rais Samia Suluhu na kuhoji kuhusu suala hili, na Tundu Lissu hakutaja tu ikulu ya rais pekee. Katika maswali yake kwa shahidi wa upande wa serikali Amin Mahamba, Tundu Lissu katika maswali yake ameenda mbali zaidi kutaja ofisi ya makamu wa rais Emmanuel Nchimbi, na vile katika maswali yake ametaja ofisi ya waziri mkuu Mwigulu Nchemba na ofisi ya DPP. Kabla tuangalie suala hili kwa upana, chukua sekunde yako moja, like video hii, kisha subscribe na ubonyeze alama ya kengele. Kwa mara ya kwanza kabisa katika hatua hii ya kesi ya uhaini mahakamani, Tundu Lissu alihusisha moja kwa moja ofisi za rais, makamu wa rais na waziri mkuu katika maswali yake kwa afisa mwandamizi wa upelelezi wa polisi ambaye ni shahidi wa 16 katika kesi yake ya uhaini, shahidi wa upande wa mashtaka au upande wa serikali. Tundu Lissu aliuliza maswali hayo akihoji iwapo ofisi hizo ikiwemo ofisi ya Rais Samia Suluhu Hassan zilihusika baada ya yeye kukamatwa mwezi Aprili mwaka 2025. Swali hilo lilizua mjadala na kuibuka wakati Tundu Lissu akiendelea kumhoji cross examination kamishna msaidizi wa polisi Amin Mahamba ambaye ni shahidi wa 16 wa upande wa mashtaka katika kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa Chadema. Tundu Lissu alimuuliza shahidi huyo iwapo wakati wa upelelezi uliofuata kukamatwa kwake mwaka uliopita alihusisha au kutoa taarifa kwa ikulu ya Rais Samia Suluhu Hassan Dodoma, au kutoa taarifa na kuhusisha ofisi ya waziri mkuu Mwigulu Nchemba au ofisi ya makamu wa rais Emmanuel Nchimbi. Afisa huyo wa polisi alijibu kuwa hakufanya hivyo. Kutajwa kwa ikulu ya rais ni jambo muhimu kwa sababu ndiyo ofisi rasmi ya Rais Samia Suluhu Hassan Tanzania, huku ofisi nyingine iliyotajwa, ofisi ya makamu wa rais kwa sasa ikiongozwa na Daktari Emmanuel Nchimbi. Hivyo maswali ya Tundu Lissu yaliingiza moja kwa moja ngazi za juu kabisa za serikali katika mjadala kuhusu jinsi kesi yake uhaini ilivyochunguzwa, ingawa shahidi hakusema kuwa ofisi hizo zilikuwa na nafasi yoyote ama zilihusishwa kivyovyote vile katika upelelezi huo. Kisha Tundu Lissu alielekeza maswali yake kwa ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma DPP. Tofauti na ofisi nyingine, shahidi alisema kuwa ofisi ya DPP ilikuwa imefahamishwa kuhusu upelelezi huo. Tundu Lissu alipouliza ni nani kutoka ofisi ya DPP aliyeshiriki, shahidi alimtaja mtu aliyemuita kwa jina la Mayenga. Lakini Tundu Lissu alipouliza iwapo ushiriki wa mtu huyo ulikuwa umeandikwa katika maelezo ya maandishi ya shahidi yanayojulikana kama kielelezo cha D15, shahidi alisema haukuandikwa. Kisha Lissu alimhoji kwa kina kuhusu nafasi ya mamlaka za mashtaka katika kuratibu upelelezi wa makosa ya jinai. Alimtaka shahidi kumtaja mwendesha mashtaka au wakili mahususi kutoka ofisi ya DPP aliyeratibu upelelezi huo. Shahidi alimtaja wakili ambaye alikuwa amemtaja awali, lakini akasema hakukumbuka jina la mtu huyo. Alikumbuka tu kwamba jina hilo lilikuwa gumu sana kulitamka. Tundu Lissu alijibu kuwa upande wa mashtaka ungeweza kumsaidia kulikumbuka jina hilo. Baadaye maswali yalihama kutoka kwenye ofisi za serikali na kuelekea kwenye uzoefu wa afisa huyo wa polisi. Tundu Lissu aliuliza iwapo Amin Mahamba alishawahi kusimamia upelelezi wa kesi ya kisiasa hapo awali. Shahidi alijibu hapana. Tundu Lissu aliendelea kwa kuuliza iwapo hiyo ilikuwa uchunguzi wake wa kwanza wa kisiasa wa aina hiyo. Kwa mara nyingine shahidi alikubali. Pia alithibitisha kuwa hakuwahi kusimamia uchunguzi wowote hapo awali uliomhusu mwanasiasa kama Tundu Lissu alihoji kuhusu uzoefu wa shahidi huyo katika uchunguzi wa uhalifu wa mtandaoni. Amin Mahamba alisema kuwa ameshughulikia kesi kadhaa za uhalifu wa mtandaoni na akataja kesi ya awali iliyowahusu viongozi wa zamani wa Chadema Freeman Mbowe na Daktari Wilbrod Slaa. Lissu aliuliza jinsi kesi hiyo ilivyoweza kumalizika. Shahidi alisema kuwa mkurugenzi wa mashtaka DPP hatimaye aliamua kutoliendeleza suala hilo kwa sababu ushahidi haukutosheleza. Lissu alitumia jibu hilo kupima uzoefu wa ushahidi, akihoji iwapo hiyo ilikuwa kesi pekee ya uhalifu wa mtandaoni aliyoshughulikia ambayo ilimalizika bila kufunguliwa mashtaka. Shahidi alipinga madai hayo akisema kulikuwa na kesi kadhaa na yeye alikuwa ametaja moja tu. Kisha hatua ya kuuliza maswali mtambuka ilirejea kwenye mojawapo ya vipande muhimu zaidi vya ushahidi katika kesi ya uhaini.
ambao ni video ya hotuba ya Tundu Lissu iliyochapishwa kwenye chaneli ya YouTube ya Jambo TV. Lissu alipinga kauli ya awali ya shahidi kwamba Lissu mwenyewe ndiye aliyechapisha video hiyo. Alihoji iwapo afisa huyo angeweza kuthibitisha kuwa Tundu Lissu alifanya kazi na Jambo TV. Shahidi alisema hakuwa na uhakika. Kisha Tundu Lissu aliuliza iwapo alikuwa mpiga picha wa Jambo TV. Kwa mara nyingine, shahidi Amin Mahamba alisema hakuwa na uhakika. Pia aliulizwa iwapo Lissu alikuwa na uwezo wa kufikia akaunti ya YouTube ya Jambo TV au kuwa na password zake. Shahidi tena alisema hakuwa na uhakika. Majibizano hayo yalimpa Lissu fursa ya kupinga msingi wa hitimisho la mpelelezi kwamba yeye ndiye aliyehusika na kuchapisha video hiyo. Kisha Tundu Lissu alirejelea ushahidi unaohusu mfanyakazi wa Jambo TV ambaye alikuwa mmoja wa mashahidi mahakamani aliyefahamika kwa jina la P1. Aliuliza iwapo shahidi huyo alikuwa amesoma maelezo ya P1. Shahidi Amin Mahamba alisema hakuwa amesoma. Hata hivyo, Lissu alionyesha taarifa zinazohusishwa na shahidi huyo P1 zikionyesha kuwa Jambo TV ilikuwa na kamera kadhaa katika tukio hilo na kwamba wafanyakazi wake ndio waliohusika kurekodi na kurusha mkutano huo hewani. Shahidi alikiri kuwa maelezo hayo yalikuwemo kwenye nyaraka zilizokuwa zikirejelewa. Pia Tundu Lissu alirejelea ushahidi kutoka kwa shahidi mwingine wa upande wa mashtaka, George Banem, ambaye iliripotiwa kuwa aliambia mahakama kuwa video hiyo ilirekodiwa na kurushwa hewani na wafanyikazi wa Jambo TV. Kwa mara nyingine, shahidi alikubali kuwa hayo ndiyo yaliyosemwa. Msimamo wa upande wa utetezi ulijitokeza kutokana na mtiririko huu wa maswali, ni kwamba wachunguzi hawajaonyesha kuwa Lissu binafsi alirekodi au kupakia video hiyo kwa sababu tu ilionekana kwenye chaneli ya YouTube ya Jambo TV. Pia Tundu Lissu alimhoji shahidi kuhusu mwaliko wa tukio hilo, akibainisha kuwa mkurugenzi wa Jambo TV John alikuwa amepokea mwaliko kutoka kwa mamlaka husika. Kisha maswali hayo yalihamia kwenye suala pana zaidi linalohusu uwajibikaji wa kisiasa. Tundu Lissu alimuuliza shahidi Amin Mahamba iwapo ushahidi wake ulimaanisha kuwa mwenyekiti wa chama anaweza kuwajibishwa kisheria kwa makosa yanayofanywa na viongozi wenzake ama walio chini yake ndani ya chama anachokitawala. Shahidi alijibu kuwa mwenyekiti anaweza kuwajibishwa. Jibu hilo lina uwezekano wa kuzua mjadala kwa sababu linavuka mipaka ya video husika na kuibua swali pana zaidi kuhusu jinsi wachunguzi walivyomhusisha Tundu Lissu binafsi na mwenendo pamoja na shughuli ambazo ni sehemu ya kesi ya upande wa mashtaka. Ni hayo tu mtazamaji niliyojaliwa kukuandalia katika video au taarifa hizi. Mtazamaji, ni kujuze tu ya kwamba maoni na mtazamo wako ni muhimu. Hivyo basi, upande wa maoni ama upande wa comment nijuze kuhusiana na kesi hii ya uhaini, na unalipi la kusema kuhusiana na maswali ambayo yameulizwa na Tundu Lissu kwa shahidi wa 16 wa upande wa mashtaka Amin Mahamba. Vile like video hii, subscribe na ubonyeze alama kengele, alafu gusa kiboksi hicho kwenye screen yako kwa taarifa zaidi.